lazima iwe imepakiwa vizuri na lazima iwe na mvuto. Na mvuto tunayoangalia ni kuanzia kwenye selection ya kifungashio, si ndio? Kifungashio ambacho kiko intended kwa ajili ya bidhaa ile, na pia uweze kuweka lebo na upangilie zile taarifa zinavyotakiwa. Taarifa zenyewe ni kama zipi? Jina la kampuni, jina la bidhaa yenyewe, batch number, expiring date, alama ya TBS kama utakuwa nayo kwa wakati huo, uzito na kadhalika na kadhalika. Usindikaji wa bidhaa za kilimo ni hatua muhimu katika kuongeza thamani ya mazao, kupunguza upotevu wa chakula na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa kwa muda mrefu. Kwa kutumia teknolojia za kisasa na mbinu za jadi, wakulima na viwanda vinaweza kubadilisha mazao hafi kuwa bidhaa zenye ubora wa juu zinazoweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu au kusafirishwa kwa masoko ya ndani na nje ya nchi. Usindikaji huu sio tu unasaidia kuongeza kipato kwa wakulima na wazalishaji, bali pia unachangia katika usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi. Katika kipindi hiki, tutajadili umuhimu wa usindikaji wa bidhaa za kilimo, changamoto zinazohusiana na sekta hii, pamoja na fursa zinazopatikana kwa wadau mbalimbali. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Lengo namba 2 la malengo ya maendeleo endelevu ni kufuta njaa, na lengo nambari 12 ni uzalishaji na matumizi endelevu. Haya yote kwa pamoja yanahimiza uzalishaji endelevu wa chakula na kuhakikisha upatikanaji wa lishe bora kwa wote, huku ukizingatia maendeleo ya kilimo. Ili kufanikisha malengo haya, uchakataji wa bidhaa za kilimo unachukua nafasi muhimu kwa kuongeza thamani za mazao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la viwanda vidogo SIDO imekuwa ikitekeleza malengo haya kwa kutoa mafunzo kwa jamii kuhusu namna bora na sahihi ya kusindika bidhaa mbalimbali. Tunajihusisha na huduma nyingi, lakini huduma kuu ni huduma ya mafunzo. Na kwenye eneo la mafunzo tunafanya hasa uchakataji wa vyakula kwa upande wa mazao ya kilimo na mifugo. Ni eneo ambalo tunaliweka mkazo mkubwa ili kuhakikisha kwamba yale mazao yanayozalishwa na wakulima wetu maeneo mbalimbali na mifugo yanafikia hatua ya kuchakatwa, lakini kuongezewa thamani na kufungashwa kwa ajili ya kwenda sokoni. Na lengo ni kuhakikisha kwamba yanaongezewa thamani na kuishi muda mrefu au kupatikana muda mrefu sokoni, lakini yaweze kusafirishwa maeneo mbalimbali yakiwa katika hali bora, yaweze kutumika ndani na nje ya nchi yetu. Na lengo la msingi wa wajasiriamali hawa wanachagua wenyewe maeneo ambayo wanataka wajifunze kwenye eneo hilo la uchakataji au usindikaji wa vyakula. Usindikaji unahusisha hatua mbalimbali kama kusafisha, kukausha, kusaga, kuchanganya na kufungasha bidhaa ili kuongeza thamani, kudumisha ubora na kuongeza muda wa kuhifadhi. Je, mtaalamu huyu anatuambia nini kuhusu dhana ya usindikaji? Tunapozungumza dhana ya usindikaji ni kuongeza thamani, na usindikaji tunaozungumza hapa ni usindikaji wa mazao ya vyakula. Kwa hiyo ni kuongeza thamani kutoka kuwa mazao ya kawaida kwa bidhaa iliyosindikwa. Tunapozungumza tunatoa mfano, ukiwa na mahindi ukibadilisha kuwa unga umeyasindika, ukiwa na chungwa au embe ukibadilisha kuwa juisi, ukibadilisha kuwa wine au mvinyo, tayari tumesindika. Kwa hiyo ndio tunasema ni kuongeza thamani ya bidhaa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na ili pia kuiongezea muda wake wa kuishi, wanasema shelf life. SIDO kama shirika la maendeleo ya viwanda tumekuwa tukifanya kazi hii kwa muda mrefu, na ndio jukumu letu kimsingi chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Na lengo kubwa la kufanya usindikaji ni kuweza pia zaidi ya kuongeza ile thamani ya bidhaa,
na kuongeza muda wa kuishi ni kusaidia pia kuweza kuchagiza uchumi, kwa maana kwamba bidhaa nyingi zilizosindikwa ndizo zinazoweza kuingia sokoni kwa urahisi zaidi, na lengo kubwa pia ni katika kuongeza nguvu katika kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini na uchumi wa taifa. Na eneo ambalo kwa sasa tunaweka mkazo sana ni upande wa chakula, unga wa chakula, unga wa lishe, lakini kuna karanga, lakini tuna upande wa maziwa, tuna upande wa kutengeneza maziwa mtindi haya na yogurti na maeneo mengine mengi ambayo yanahusiana na kilimo na mifugo. Kufuata njia sahihi katika kufanya jambo ni muhimu, kwani huongeza ufanisi, ubora na mafanikio ya kile kinachotekelezwa. Kwa kufuata taratibu zilizo sahihi, mtu au taasisi huweza kuepuka makosa, kupunguza upotevu wa muda na rasilimali, kuhakikisha matokeo bora yanayodumu kwa muda mrefu. Pia, njia sahihi huleta uwajibikaji na uwazi, hivyo kusaidia katika kujenga uaminifu na kuleta maendeleo endelevu. Katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara na elimu, kufuata miongozo na kanuni sahihi kunahakikisha usalama, ubunifu na ustawi wa jamii kwa ujumla. Hivyo, kuna umuhimu wa kufuata njia sahihi wakati wa usindikaji. Uko umuhimu mkubwa wa wanajamii na wanaviwanda kwa ujumla kufuata njia sahihi za kusindika vyakula, kwa sababu kwa kufanya hivyo inasaidia pia kama nilivyotangulia kusema kuondoa ile hasara ya baada ya kuvuna, lakini inaongeza wingi wa bidhaa sokoni. Ukienda kwenye sokoni, kwa mfano anayeuza karanga, usipoisindika vizuri utaisha kuuza karanga zilizokaangwa. Lakini ukisindika vizuri utapata karanga zilizokaangwa, utapata peanut butter kwa maana ya siagi ya karanga. Tayari kwa hiyo unaongeza ile wigo wa bidhaa nyingi sokoni na matumizi ya kila mmoja. Kuna ambaye hawezi kula karanga ikiwa kama karanga, lakini ukifanya peanut butter kama ni mtoto mdogo ni rahisi kula. Kwa hiyo unaongeza wingi wa bidhaa sokoni kwa maana varieties, lakini pia inaongeza ule uwezo wa kufanya biashara kwa mpana zaidi, lakini pia inaongeza pia uwezo wa kuweza kuuza bidhaa zako ndani na nje ya nchi. Kumbuka ikiwa raw product ni gharama kubwa sana, ikiwa bidhaa ambayo haijasindikwa ni gharama sana kubwa kwenda kuiuza Ulaya kwa mfano. Kwa hiyo yuko muhimu, lakini pia kwa kufanya hivyo kwenda kwenye pointi ya viwango, pia unaongeza ile thamani ya bidhaa kwa kuipatia viwango. Kwa bidhaa ikiongezeka, ikipata kiviwango kwa kupitia kusindika, inaleta ile inaongeza ile uwezo wa kuifanya ile bidhaa iweze kuwa na thamani kubwa zaidi sokoni. Kilicho bora hakikosi matunda. Haya ni matokeo chanya yanayotokana na usindikaji. Ziko faida nyingi za kusindika mazao au kusindika bidhaa yoyote ile. Kwanza ni kuongeza thamani kama nilivyosema, lakini ya pili ni kuhakikisha ule upotevu, nasema upotevu wa baada ya kuvuna. Kwa Kiingereza nasema ni post harvest. Kwa hiyo ukiangalia maeneo mengi sana yanayozalisha hizi bidhaa, kwa mfano wanaolima ndizi, wanaolima machungwa, maembe na matunda kwa ujumla, bidhaa nyingi sana zinaharibika. Ule msimu wa kuvuna huwa ni msimu wa mateso kwa mkulima. Lakini haya mateso yote yanatokana na watu kutokuwa na ile elimu ya usindikaji wa bidhaa. Kwa mtu yote akiwa na hii elimu ya usindikaji wa bidhaa, inamsaidia kuondoa hiyo dhana ya mateso. Kwa mfano anayelima anayelima nanasi, kipindi cha kuvuna nanasi, unaenda sokoni ni mengi yanaharibika, ndizi the same, ndizi mbivu the same. Kwa hiyo ukiweza kusindika ndizi utatengeneza crisps, umeongeza thamani. Ukisindika ndizi utatengeneza mvinyo, umeongeza thamani. Ukisindika ndizi utatengeneza juisi, umeongeza thamani. The same as kwenye machungwa, maembe na kadhalika. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa kila mmoja kutambua hilo, na hasa wakulima pamoja na wafanyabiashara wote walioko kwenye mnyororo wa thamani wa bidhaa za kilimo. Hivi ndivyo waliopata mafunzo ya ujasiriamali wanavyosaidiwa. Na wajasiriamali hawa wakishapata mafunzo, tunawasaidia kuanzisha viwanda vidogo katika maeneo yao au maeneo ya SIDO. Sababu ya SIDO pia tuna maeneo ambayo ni wajasiriamali wadogo, tunaweza tukawapa maeneo ya uzalishaji,
ili kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu waweze kupata zile nembo za ubora. Baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza inaposemwa bidhaa ni asilia au organic inamaanisha nini? Kipindi hiki cha Ngazi kinakupa jibu. Tunaposema bidhaa kuwa organic maana yake ni bidhaa kuwa asili, ya asili, natural kwa maneno mengine. Tunaposema organic, bidhaa ikiwa organic maana yake ni bidhaa iliyozalishwa kwa njia asili. Lakini usemi tu kwamba bidhaa hii ni organic. Ujitokee nyumbani kwako ukalima bidhaa zako ukasema hizi ni organic. Hapana. Iko taasisi maalum ya kudhibitisha kwamba hii ni bidhaa asili. Maana kwamba imetumia mbegu sahihi, lakini bidhaa hiyo haijatumia mbolea za kemikali, haijatumia mazingira na haiko exposed kwenye mazingira ambayo yana kemikali. Hapo ndiko tunasema hii bidhaa ni organic. Lakini iko taasisi inayodhibitisha kwamba hii ni bidhaa asili, kwa maneno yanasema ni organic. Na ile organic ni seme tu kama nilivyotangulia kusema, kuongeza thamani ni kwa namna nyingi. Unaweza kuongeza thamani kwa kusindika, unaweza kuongeza thamani kwa kufungasha vizuri, unaweza kuongeza thamani kwa kuongeza kitu juu ya kile ambacho umekizoea. Kwa hiyo ukiwa na bidhaa organic, ile ni pesa. Lazima, kwa Kiingereza wanasema you must claim it kwamba ni organic. Kwa kwenye lebo yako unatakiwa na neno organic kubwa kuliko lote, kwa sababu unatuambia sisi wateja, unatupa sisi wateja attention kwamba hii ni bidhaa asili tofauti na zile nyingi unazozifahamu. Na kwa kawaida hiyo analipiwa ghali sana, kwa sababu utaratibu wake wa kuitengeneza pia ni wa gharama kidogo. Utaalamu ni nguzo muhimu katika kufanikisha jambo lolote kwa ufanisi, ubora na matokeo endelevu. Kwa kutumia maarifa na ujuzi sahihi, mtu au taasisi huweza kufanya maamuzi bora, kuepuka makosa na kuboresha tija katika kazi au sekta husika. Ushauri kwa wanaosindika kienyeji ukatolewa. Tunashauri watu wasifanye mambo kienyeji. Hii tunachozungumza leo ni maisha ya watu, ni afya za watu, ni uimara wa watu katika maisha kwa ujumla. Kwa hiyo tunashauri watu wasifanye mambo kienyeji, wafuate taratibu. Kwanza waje wapate elimu sahihi ya usindikaji wa chakula ambayo Shirika la Maendeleo ya Viwanda SIDO tunaitoa. Pili, waweze kwenda kwenye taratibu za kupata ubora. Ubora, tunaangalia ubora kwa namna nyingi. Tunaangalia ubora kwa kuupima, lakini kuna ubora pia kwa muonekano, ambayo pia ni process mojawapo ya kuona kitu ni bora kwa namna moja nyingine. Kwa hiyo kwanza wapate elimu sahihi, tunaitoa. Pili, waingie kwenye mchakato wa kupata elimu ya ubora, na serikali imeweka utaratibu mzuri wa kupata ubora kwa Tanzania hii. Kwa wale wajasiriamali wadogo na wakati, utaratibu umewekwa vizuri. Serikali inagharamia zile gharama za awali kupata ubora. Kwa hiyo yoyote anayezalisha, mjasiriamali mdogo na wakati, ajue kwamba serikali hiyo jukumu inafanyia kazi kwa kiwango kikubwa. Utaratibu tu ni kwamba afike SIDO, tutamtembelea. Tukimtembelea, tutafuata vile taratibu tulizopewa kwenye kumrasimisha mtu huyu, na baada ya hapo tutamuunganisha na Taasisi ya Viwango Tanzania TBS, na wao watakwenda hatua nyingine mbele kufuata zile taratibu zinazotakiwa, ili mjasiriamali aweze kuhudumika, bidhaa ipate ubora, na mwisho wa siku iweze kuingia kwenye masoko rasmi ya ndani ya nchi, masoko ya kikanda na masoko ya kimataifa. Tujifunze kuhusu muonekano wa bidhaa. Lazima inivutie kwanza kwa muonekano kabla sijaja kwenye kitu cha ndani. Na ndio maana nimesema hata upande wa bei ile ya kwako utakao niambia, nikikompea na ile sura ya ile bidhaa ulivyoipaka, inaweza kaniambia hii bidhaa ni kweli inaweza kawa bei yake ama sio. Kwa sababu huwezi kulinganisha mtu aliyepaki kwenye glasi na aliyepaki kwenye plastiki kwa mvuto fulani alafu ufikiri na bei zinafanana. Na tumesema kwamba uchaguzi mzuri wa vifungashio una determine pia mambo ya shelf life, kwamba bidhaa yako itakaa kwa muda gani. Na tumesema kikubwa kuliko chote, chagua kifungashio ambacho ni rahisi kupatikana na kwa bei ambayo pia ni nafuu. Sio nafuu sana kwamba ukachukue kifungashio ambacho kirahisi au ile kwamba sio kizuri kwa sababu tu bei ni nzuri, hapana. Lakini kusudi iweze kalinda brand yako, kwamba kile kifungashio unaweza kukitumia na ni rahisi pia kukipata, na ni rahisi kwa mteja kumhakikisha kwamba ni wewe. Kwa sababu
kuwa kwamba unanunua kifungashio kile ambacho nimekizoea, matokeo yake utakuwa unabadilika kila mara, kwa sababu utaenda utakikosa na kadhalika na kadhalika. Uweze kupata zile ABC za namna nzuri ya kufungasha na kuweka lebo kwenye bidhaa zao, ukizingatia wengi wao wanategemea madesigners ambao wako wengi katika maeneo mbalimbali na ambao hawana hizi ABC za nini kinachotakiwa, taarifa zipi na zikae vipi, kwa ajili ya kuwezesha jasiriamali kuzifanya bidhaa zao ziwe na muonekano mzuri na pia ziwe na mvuto zaidi. Maeneo ya muonekano, kwa sababu tunajua fika bidhaa yoyote ile muonekano ni kitu muhimu. Anzia namna alivyofungasha, namna alivyoweka taarifa zake kwenye lebo, ndio zinavutia mteja zaidi katika ununuzi wa bidhaa hizo. Hivyo wajasiriamali tumewaamsha. Haya ni mambo ya kuzingatia ili kupata vifungashio sahihi. Kwa upande wa ufungashaji, vitu vya kuzingatia: uchaguzi wa kifungashio sahihi kwa ajili ya bidhaa unayoizalisha. Pia kwenye lebo, taarifa ambazo unatakiwa uziweke. Kuna wengi wamekuwa wanaacha hata taarifa muhimu kama batch number, toleo la bidhaa yako, ambayo endapo bidhaa itaonekana ina shida sokoni, inakuwa vigumu hata wewe mwenyewe mzalishaji kuitrace. Kwa hiyo kuna taarifa kama hizo za batch number, expiring date, yaliyomo, brand name, logo yako na kadhalika na kadhalika. Na pia tutakuonyesha jinsi pia ya kujibrand, kujiweza kujulikana sokoni kukutumia bidhaa unayoizalisha na mambo mengine mengi. Je, kuweka yaliyomo katika kifungashio cha bidhaa kunaweza kusababisha kuibiwa wazo la biashara? Kwenye taarifa ya yaliyomo ni muhimu kuweka yaliyomo kusudi mimi yanilinde mimi mlaji. Tujue kabisa kuna watu wengine wana baadhi ya vitu ambavyo wakivitumia vinaleta allergy. Kwa mfano, kitu ambacho contain nuts. Kwa hiyo unakuta hata wengine wanakuambia kwamba this product contain nuts, kwamba ni jihadhari nayo. Na hata tukienda hospitali, wale ambao unakuwa na ugonjwa fulani, unakuta daktari anakuambia labda wewe uko allergic na sulfur, kusudi angalie dawa mbadala ambayo atakupa. Kwa hiyo taarifa cha kilichomo ndani ni muhimu. Usiogope kuweka taarifa hizo, kwa sababu kwa kuziweka bado hujamwambia hata mpinzani wako kwamba anachanganya vipi. Wengi imekuwa na kasumba ya kuona kwamba nikisema yaliyomo mwenzangu atajua, ataniibia. Hapana, hiyo ni muhimu, taarifa hizo ziwepo, na mwenzako hata mshindani wako hataweza kuzitumia kwa ajili ya kukushinda wewe. Ile pia inanisaidia mimi ambaye ni mlaji. Ushauri kwa wanawake. Ninachoweza kuambia wanawake wenzangu ni kwamba hebu kila mwanamke aamke. Tuna malighafi nyingi sana. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na vitu mbalimbali, mazao mbalimbali. Kwa hiyo malighafi ni nyingi mno. Tufanyie nini sasa? SIDO inakukaribisha uweze kuongeza thamani kwenye zile malighafi ambazo zinapatikana hapa. Badala ya tuseme kwamba kuna nyanya, msimu wa nyanya, basi njoo tukufundisha kutengeneza tomato paste, tutakufundisha kutengeneza tomato sauce, tutakufundisha kutengeneza vitu kadha wa kadha kwa kutumia nyanya hiyo ambayo msimu wake unakuta kwamba vipo vingi sokoni na vinauzea mashambani. Usindikaji wa bidhaa ni nguzo muhimu katika kuhakikisha matumizi endelevu ya mazao, kuboresha usalama wa chakula na kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo. Kwa kutumia mbinu sahihi na teknolojia bora, wazalishaji wanaweza kuimarisha ubora wa bidhaa zao na kupanua masoko, hivyo kuinua uchumi na maisha ya jamii. Zaidi ya hayo, usindikaji huchangia kupunguza upotevu wa mazao na kuongeza muda wa kuhifadhi bidhaa, jambo linalosaidia kupatikana kwa chakula cha kutosha hata katika nyakati ngumu. Ili kufanikisha hili, ni muhimu kuwepo kwa uwekezaji katika miundombinu, ujuzi wa kisasa na sera bora zitakazochochea maendeleo ya sekta hii kwa manufaa ya wote. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Endelea kufuatilia vipindi hapa TBC1.